Kuanzia siku ya Aprili mosi 2026, mambo yamebadilika. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza kupanda kwa bei ya mafuta, ambapo bei ya petroli imepanda kutoka shilingi 2956 hadi shilingi 3912, huku ongezeko likiwa ni shilingi 956, yani kasoro shilingi 44 iweze kufika shilingi 1000. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumezungumza na wadau wa sekta hiyo, wakiwemo maafisa usafirishaji, yani madereva bodaboda, ambao wametoa maoni haya. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kwa majina naitwa Hamisi Bakari, maarufu Amistutu Mtembezi. Ongezeko la bei ya mafuta kwa mimi kama bodaboda ambaye napaki hapa Mkanaledi stendi mpya, yani inaniathiri sana. Kwa sababu gani? Abiria walishazoea stendi zamani kuwapeleka shilingi 2000. Walishazoea abiria kuwapeleka feri shilingi 2000. Lakini sasa hivi mafuta yalivyoongezeka, yalivyopanda bei, kwa hiyo abiria tuna changamoto nao sana yani. Kwa majina naitwa Raymond Simon Matekete, kwa jina maarufu Baba Yuli. Napatikana hapa stendi ya Mkanaledi nikiwa conductor wa magari ya Mtwara Masasi, Mtwara Lindi. Ongezeko la bei ya mafuta linatuathiri sana sisi hapa. Kwanza sasa hivi abiria sasa wataanza kushtuka, kwanza itakuwa abiria hawapo. Ni kweli kuna baadhi ya vyombo kama leo hii na magari mengine yamepaki kutokana na mafuta ni bei kali. Je, anatozaje? Sasa hivi anakokwenda kule hajui anafanyaje. Kama mtu utamtoza nauli ambayo haijapangwa na serikali, hiyo ni kosa kisheria. Kwa hiyo mtu mwingine anaangalia ngoja wanipaki kwanza nisikize serikali usemi wao watasemaje. Utaongeza nauli au la? Kwa majina mimi naitwa Benedict Ernest Mrope, ni afisa usafirishaji wa abiria wanaoenda mikoani kutoka kwenye kampuni ya Barcelona. Bwana, kupanda kwa bei ya mafuta kwa ufupi kutapelekea gharama za maisha kupanda. Kwa sababu mafuta ndio kila kitu. Tunazalisha vitu vingi kutegemea mafuta. Tunafanya kazi za usafirishaji tunategemea mafuta. Kwa hiyo mafuta yanapopanda maana yake nauli zitapanda, gharama za maisha zitakuwa kubwa, bidhaa pia madukani zitakuwa kubwa kwa sababu uzalishaji wake utakuwa na gharama kubwa. Kwa hiyo tunaiomba serikali iangalie namna ambayo itaweza kusaidia gharama za mafuta ziwe katika bei ya kawaida ili tuweze kuzimudu gharama za maisha za kila siku ambazo tunaendelea kuishi nazo kila siku. Jina langu Said Milanzi, dereva wa gari ya kampuni ya Lolos. Gari yangu inatoka Mtwara kwenda Masasi. Bei ya mafuta imeathiri kiasi kikubwa kwa sababu nauli yetu sisi ni shilingi 9700. Nauli ambayo tuliopangiwa kwa serikali kwa muda uliopita. Na sasa hivi bado kiwango cha nauli ni kile hakijapanda na mafuta yamepanda bei. Sisi hatuna cha kufanya, tunasikiliza tu serikali, tunaiomba serikali yetu tukufu itusikilize kwamba kiwango cha mafuta kimepanda na sisi watuzidishie kidogo nauli. Kwa jina naitwa Asmani, meneja kampuni Audax Safari, kata inafanya usafiri Mtwara Newala. Mafuta yamepanda bei. Na kuja kuangalia na usafirishaji sasa hivi na vipuli na gharama sasa hivi, huwa hatupati faida yoyote. Tuna wateja wetu tukiwaambia shilingi 8000 9000 huwa anakilika sana. Wanaona kama sisi tunaonea. Kumbe ndiye gharama sana uendeshaji wa gari. Vipuli barabara yenyewe kuja kuangalia barabara Mtwara Newala ni mbovu. Hata mkandarasi hata robo 3 ya barabara hajaifikia. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano kwa LATRA watusaidie katika upandishaji wa bei na sisi angalau kidogo na wamiliki nao kidogo angalau wapate faida. Kwa jina naitwa Emmanuel Paulo, mimi ni afisa mwandamizi huduma kwa wateja kutoka baraza la EWURA mkoa wa Mtwara. Ya mafuta kweli yamepanda na yamepanda kutoka 2800 na sasa ni yako kwenye 3900, na sababu kubwa ambayo imesababisha mafuta kupanda kwa mujibu wa tangazo la EWURA la tarehe 1 mwezi wa 4 ni moja tu, ni vita inayoendelea huko kwa wenzetu kati ya Marekani na washirika wake pamoja na Irani. Na kwa sababu hii mambo mengi yameweza kubadilika, kwamba usafirishaji wa mafuta unahitaji meli za kusafirisha. Kwa hiyo wenye meli wanahitaji kusafirisha wakiwa na bima. Sasa mashirika ya bima yamepandisha bei, na kwa sababu ya kupandishwa kwa bei huko kuna athiri sasa gharama za kukodi meli za kusafirisha mafuta. Hiyo ni moja. Lakini kitu cha pili ni watu wengi wenye meli zao hawataki kuzitoa kwa ajili ya kusafirisha mafuta kwa sababu ya riski ya kuweza vyombo vyao kulipuliwa. Kwa sababu hiyo serikali inapambana kuona namna gani itakavyoendelea kutengeneza mazingira ya kupunguza
angalau makali ya kupanda kwa gharama ya mafuta kwa namna hii hapa. Haya, kazi yangu ni kukusanya na kukuhabarisha. Una chochote, karibu kwenye comment. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Asante na kwaheri.